yoyote. Mazungumzo yanaendelea na yanaongozwa na waziri wetu wa mambo ya nje. Lakini wakati mazungumzo yanaendelea, sisi hatuwezi kuendelea kuishi kuwa denied right hiyo. Kwa inatangaza rasmi kuanzia usiku huu. Profesa Anna Tibaijuka, baada ya kuona sitisho ama tangazo la waziri wa kilimo Hussein Bashe akiagiza kwamba ni marufuku kupokea bidhaa kutoka Malawi na nchi ya South Africa au Afrika Kusini. Profesa Anna Tibaijuka katika kurasa wake wa Twitter ama X kwa sasa anaandika maoni yake kama ifuatavyo. Anasema mzozo wa kibiashara kati ya Tanzania na Malawi pamoja na kuchokozwa kibao kitageukia Tanzania. Kwa hiyo mazungumzo kumaliza ni muhimu kwetu. Tunaweza kupigwa faini kubwa kwa sababu tunaonekana tumechukua sheria ya kulipiza mkononi. Wa Malawi ni nchi isiyo na bahari, kwa hiyo inalindwa na sheria za kimataifa kuhusu usafirishaji wa bidhaa kupitia nchi jirani kama Tanzania. Anasema mkataba wa WTO au GATT ya 1994 ibara ya 5 kwa Kilumi, uhuru wa usafirishaji, freedom of transit, inalinda haki ya nchi hizo zisizo na bandari na kuzipa haki ya kuzipitisha bidhaa kupitia nchi jirani kwa njia bora zaidi na salama. Anasema bidhaa zinazopita hazipaswi kuzuiliwa au kucheleweshwa bila sababu ya msingi, na bahati mbaya kulipiza hakuhesabiki hivyo kama au kufuata utaratibu kisheria. Anaendelea kwa kusema hairuhusiwi ubaguzi wowote unaopendelea bidhaa za nchi inayotoa njia ya kupita au nchi nyingine. Hakuna ushuru au kodi ya forodha inayopaswa kutozwa bidhaa zilizoko njiani isipokuwa kwa gharama halali za kiutawala. Maana Tanzania hairuhusiwi kisheria kuzuia au kuchelewesha bidhaa za Malawi kama njia ya kulipiza kisasi. Ikiwa Tanzania ilikuwa na malalamiko, ilikuwa lazima ipitie utaratibu wa WTO au SADC, si hatua za upande moja. Anaendelea kwa kusema pili, mkataba wa Umoja wa Mataifa wa sheria ya bahari UNCLOS sehemu ya X ibara ya 124 mpaka 132 inalinda haki za nchi zisizo na bandari kwa nguvu pia. Ibara ya 125, nchi zisizo na bandari zina haki ya kupitisha bidhaa zao kwa uhuru kupitia nchi jirani kwa kutumia aina yoyote ya usafiri. Anaendelea kwa kusema nchi jirani hazipaswi kuweka vizuizi visivyohitajika wala kudhoofisha usafirishaji huo. Anasema Malawi na Tanzania zote ni wanachama wa UNCLOS, hivyo haki hii ina nguvu ya kisheria ya kimataifa. 3, anasema mipango ya Umoja wa Mataifa kwa nchi zisizo na bandari Vienna mwaka 2024 inalenga kukuza maendeleo ya nchi zisizo na bandari kwa kusaidia usafirishaji wa haraka, nafuu na salama, ushirikiano wa mipakani kati ya nchi zisizo na bandari na zile zenye bandari, ujenzi wa miundombinu ya kanda kama reli na barabara, ingawa si sheria ya moja kwa moja. Sawa, mipango hii ina nguvu ya kisiasa na kidiplomasia hasa ndani ya Umoja wa Mataifa. 4, anasema itifaki za kikanda SADC na COMESA kuhusu biashara na usafirishaji katika kanda. Malawi na Tanzania ni wanachama wa SADC Protocol on Trade COMESA Treaty, ambapo wana wajibu wa kuruhusu usafirishaji wa bidhaa bila ubaguzi, kuharakisha taratibu za forodha, kushirikiana katika kuendeleza njia kuu za usafiri, transit corridors, mfano Dar es Salaam corridor inayounganisha Malawi na bandari ya Dar es Salaam kupitia Tanzania. Anasema kabla ya kuhamia Nairobi kama mkurugenzi wa UN Habitat, nilikuwa mkurugenzi mratibu wa masuala haya huko UNCTAD na WTO Geneva, Special Corridor Coordination for Least Developed, Landlocked
Developing Countries and Small Island Developing States LDCS na LDCS and SIDS. Haya ni maoni ya Profesa Anna Tibaijuka baada ya waziri wa kilimo kupiga marufuku bidhaa kutoka Malawi kuingia Tanzania, lakini pia bidhaa kutoka kwenye bandari ya Dar es Salaam kwenda nchini Malawi. Mpaka hapo ambapo amesema kwamba itakapotangazwa upya, ingawa jana tarehe 25 ametangaza kufungua mipaka hiyo au kuruhusu bidhaa kuendelea wakati mazungumzo yanaendelea. Baadhi ya watu wa maoni wameandika katika ukurasa huu wa Anna Tibaijuka. Huyu Kimbesa anasema, Anna Tibaijuka, atuonei huruma sisi wakulima wenzako. Bidhaa zetu wanazuia, kwa hiyo bidhaa zao tuzipokee. NB, finally, nashauri tuwe na utaratibu sawa wa hizi road toll kwa wageni kwa nchi zote za SADC. Najua madereva maroli na wanaosafiri nje ya nchi kwa magari wanajua ninachokiongea. Anna Tibaijuka anamjibu kwa kusema, na mimi ni mkulima, nilisikitika sana kuona zile ndizi zimeoza, lakini lazima tuangalie sheria za kimataifa ili tusije tozwa penalty kali. Huyu mwingine Rick Eji anasema, mama sasa unaanza kunisikitisha. Mama wewe kila kitu unataka sisi tuwe tunapiga magoti tu. Kipindi cha dola inashuka shilingi inapanda ulikuja tena hivi. Ni kweli wewe ni msomi, ila sidhani kama nchi zilizofanikiwa zilikuwa zinapiga magoti kila siku. Anna Tibaijuka anasema, nimeeleza kisheria na za kimataifa haziko upande wetu. Ninatambua tumeonewa, ila sasa sheria ni msumeno, hivyo bora kuzungumza. Mkanada anasema, Anna Tibaijuka, sio ajabu kuona Hussein Bashe ajui sheria za kimataifa kuhusu landlocked country na haki ambazo utake usitake lazima upate. Sisi sio kisiwa, tutapigwa faini. Zinalipwa hela za walipa kodi, sio zake Bashe. Kuna muda huwa anajiuliza kuhusu uwezo wa viongozi wetu. Nashangaa tu. Beno Limu anasema, sijapata kuwasikia kwa nini wazuie bidhaa zetu kuingia kwao. Kama ni magonjwa, naamini wana uhakika bidhaa zetu za kilimo zinazokwenda nje ni safe. Kama ni sababu nyingine waseme. Natamani kumsikia pia Profesa Sibuga naye akiongelea hii issue. Mi nimemaliza. Gary Ticha anasema, ni kwa nini waziri anapewa mamlaka makubwa namna hii? Anatikisa uchumi na sisi yote hatuwezi kuzuia. Malawi wana haki ya kuwalinda afya ya wananchi wao sawa na sisi tunavyochoma vifaranga vya Kenya. Given Jova anasema, ila bibi, mbinguni utachomwa moto wako hivi. Zile bilioni 1 na milioni 600 za wizo escrow ulizipeleka wapi? Ungekuwa US ungekuwa ulivyo nyongwa. Huyu Robinson anasema, hivi Tanzania ina jukumu la kuhakikisha njia salama za usafirishaji wa bidhaa, lakini pia ina haki ya kujilinda dhidi ya matumizi mabaya ya haki hiyo, ikiwa ni pamoja na uvunjaji wa masharti ya awali, ukiukaji wa taratibu au vitisho kwa usalama wa taifa na mazingira. Baada ya taarifa hiyo kutoka kwa Anna Tibaijuka, lakini wizara ama waziri muhusika wa wizara hii ya kilimo nchini Tanzania, Hussein Bashe, ameandika tangazo kwa umma tarehe 25 Aprili 2025 ambalo linasomeka hivi. Anasema, kuondolewa kwa zuio la biashara na usafirishaji wa mazao ya kilimo kati ya Tanzania na nchi za Malawi na Afrika Kusini. Anasema serikali kupitia Wizara ya Kilimo ilitangaza tarehe 23 Aprili 2025 kuzuia mazao kutoka nchi za Afrika Kusini na Malawi kuingia nchini katika mipaka ya Tanzania hadi hapo anasema hadi hapo hatua zitakapochukuliwa kwa nchi hizo kuruhusu mazao yetu kuingia katika masoko yao. Kufuatia zuio hilo, serikali ya Malawi na Afrika Kusini zimewasiliana na Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki na Wizara ya Kilimo ya Tanzania ili kuweza kutafuta suluhu la zuio husika. Makubaliano yaliyofikiwa ni kwamba serikali ya Malawi itatuma ujumbe wake tarehe 2 Mei 2025 utakaoongozwa na waziri wa mambo ya nje akiambatana na waziri wa viwanda na biashara
na waziri wa kilimo ili kukutana na ujumbe wa Tanzania jijini Dodoma chini ya uratibu wa waziri wetu wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki. Anasema kuhusu zuio la Afrika Kusini, majadiliano ya wataalamu wa Wizara ya Kilimo kupitia mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu Tanzania na Wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki ya Tanzania yanaendelea kwa pamoja na mamlaka za nchi ya Afrika Kusini zinazohusika na afya ya mimea na masoko. Anasema kwa misingi hiyo, Wizara ya Kilimo inaondoa mazuio yote yaliyowekwa kwa nchi za Malawi na Afrika Kusini kuanzia tarehe 26 Aprili 2025, tukiamini kuwa majadiliano yanayoendelea yataleta suluhisho. Serikali inawahakikishia wakulima na wananchi wa Tanzania kwa ujumla kuwa uhuru wa biashara ya mazao ya kilimo kulingana na matakwa ya afya ya mimea, rasilimali za nchi zilizopo na mahusiano mapana ya kidiplomasia kwa faida ya wote. Hussein M. Bashe MB, mbunge, waziri wa kilimo, amesaini tangazo hilo ambapo linaondoa zuio hilo, lakini Anna Tibaijuka ametoa maoni yake katika ukurasa wake wa X na wachangiaji wamechangia kwa uchache nimekusomea hapo. Hii ni Nyikani TV.